Darasa zetu mbalimbali fi masjidina hadha Bizred, msikiti wa Bizred, katika msikiti mikongwe na msikiti ambayo yenye chemchembe ya elimu ya kutosha. Ndugu zangu Waislamu, kwanza napenda kuwapa faida kwanza mahujaji, kabla sijasahau, kwamba wasiache kuchukua dawa hizi fuatazo. Umeona, huu ni watu, mimi nimeoloweka hapa, sawa eh? Watu wazungu wanaita phenol Greek, Waarabu wanaita hulbatun. Mbona nimeoloweka hivi chupa eh? Mbona eh? Hulbatun. India wanaita met, Waswahili wanaita watu. Huu ni muhimu, sio kwa malhaji. Wale wanaokwenda hija wasiache kuchukua watu au hulbatun au phenol Greek kwa lugha ya Kiingereza, phenol Greek wasiache kuchukua. Kwa nini? Huu miongoni mwa faida, una mafaida zaidi ya malukuki huu maarufu huu, kwa sababu watu kwanza unafanya kitu gani? Hali ya hewa, kama mwili wako hauoani, mwili wako haielewani na hewa ya huo mji au nchi uliokwenda, itakufanya utakapotumia huu uizoe ile hali. Yani mwili wako inaibadilisha ile hali ya mwili wako, kutozoea mazingira ya kule kutokana na hali ya hewa ya kule, kwamba ukakaa sawa sawa eh? Kuna wengine maji ya kinywa tu, maji ya mji fulani au nchi fulani, anaanza kuendesha. Sasa watu alhaji usije kuacha, na hususan wale ambao wenye maradhi ya sukari, moyo, pressure, usije kuacha, wahakikishe wanaondoka hapa. Huko ni ghali, kwa sababu kule wenye akili timamu wanauelewa vizuri watu wenye akili timamu, na miongoni mwenye akili timamu kama sisi ambao tunautumia huu, hatumii watu ila mwenye akili timamu. Aliyokuwa hana akili timamu ndio wale wanaouponda, kwa sababu hawajui faida yake. Lakini wale wote wanaojua, ndio maana hata huko wanaokwenda hija katika nchi ya Saudi Arabia ni ghali ukilinganisha na hapa petu. Sasa usiuache, chukua kijiko chako cha chai, tia kama mimi nilivyotia hivi, uache uwe unakunywa mwenye kidogo kidogo, unakunywa kidogo kidogo. Ndani ya saa 24 najua chupa hii unaimaliza, unakunywa kidogo kidogo. Na wale ambao wanajua mimi si mnywaji, basi kijiko chako cha chai lowe, tia japo kwenye nusu lita ya maji, uwe unakunywa mwenyewe, lakini uimalize ile nusu lita ya maji, uwe unakunywa, ili kukuweka sawa na kukupa nguvu, afya ya kulitenda tendo hili. Wa ya habadha, na faida iliyoje na furaha iliyoje watu unauchanganya na maji ya Zamzam, kwa sababu maji ya Zamzam yenyewe yamejitosheleza, kama alivyosema Mtume, ma Zamzam lima shuriba lahu. Maji ya Zamzam yataleta faida kwa ile nia uliyokunywa. Sasa ndugu yangu, watu usije kuacha, na huu utautumia, utakuwezesha wewe alhaji kupata nguvu, kuondokana, kuizoea kwanza hali ya hewa ya pale. Mwili wako utaikubali hali ya hewa ya pale, utapambana na hali ya hewa ya pale. Na pia watu utakuwa wewe kama wale wenye maradhi ya sukari, si mambo ya pressure, inadhibiti pressure, inadhibiti sukari kwenye damu, inahafifisha sukari. Hii ndio product ambayo muhimu na uhakika. Kwenye mitandao ma product mengi tu ya mataifa mbalimbali, lakini huyajui product zile zimetengenezwa na nini, hujui. Halafu haikutoshi tu, kauli ya Mtume sasa aliposema lau ya'lamu an-nasu ma fil hulba la sharawha biwazniha dhahaba, haikutoshi kauli tukufu ya bwana Mtume sasa. Laiti watu wangejua thamani ya phenol Greek au watu, wallahi wangenunua kwa uzani wake dhahabu. Haija kutosha tu. Kwa hiyo usiache watu. Na wale mukhtasuna bitibi wanahimiza mtu akifika kwenye miaka ya 40, 40,
asiuache uwatu, awe anatumia kwa kunywa au kutia kwenye chai, kwenye uji, awe anakula ili kumpa nguvu. Kwa hiyo aitumie hii. Na wale wote wenye mambo si ya magesi manini watumie huu. Acha propaganda za waliokuwa akili zao si timamu wanaopinga. Sijui unaua figo, unaua. Hauwi figo watu. Figo zinauliwa na madawa ya sukari ya muda mrefu kutumia madonge. Figo hii ni mpaka linachoka. Figo inachoka. Wala fani sio watu, hakuna. Tuletee wewe mtu waliotumia watu figo zikafa, tuletee hapa kwa ushahidi. Alafu na sisi tunaenda kuwapima vile vile. Kweli kilichoua figo tena kwenye vipimo vinavyotambulikana. Sio vipimo vya kubahatisha. Basi siku hizi kuna vipimo vya kila unapoweka kidole tu tunajulikana maradhi yake yote. Basi sisinge kuwepo CT scan, sisinge kuwepo MRI, na nyingine. Kwa hiyo hususan mahujaji, kwa nini nahimiza? Kwa sababu wengi mara hukumbana na hali ya hewa ya kule wakawa hawezi, wanashindwa hii.